Karibu sana mtazamaji wa Mlimani TV katika kipindi cha Mlimani leo asubuhi, ikiwa ni Jahara sehemu ya kwanza. Kama ilivyo kawaida, huwa tunakutana hapa kwa ajili ya kuchakata mada mbalimbali kwa maendeleo ya taifa letu. Jina langu ni Holiness Mbise, nahodha wa kipindi kwa siku ya leo. Lakini kwa bahati tumepata nafasi ya kuwa na mgeni hapa studioni ambaye ni Patrick Sabuni, afisa leseni kutoka BRELA. Mada kuu kwa siku ya leo tutakayojadili ni umuhimu wa kuhuisha leseni ya biashara kundi A. Umuhimu wa kuhuisha leseni ya biashara kundi A. Hii ni mada mahususi kabisa kwa wewe mfanyabiashara, kwa yule anayetaka kuwa mfanyabiashara, lakini pia hata kwa jamii nzima kuwa na uelewa kuhusu jambo hili. Karibu sana Patrick. Asante sana dada Holne. Habari za BRELA? Habari za BRELA ni nzuri. Nashukuru Mungu kwa kweli. Ndio. Labda ungetuambia tu nini maana ya leseni kwa wafanyabiashara? Asante kwanza kwa swali zuri, asante kwa kutukaribisha BRELA. Leseni ya biashara ni kibali ama ruhusa inayotolewa kwa mfanyabiashara kuweza kuruhusiwa kufanya biashara ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Na leseni ya biashara imegawanyika katika makundi mangapi? Kwa mujibu wa sheria yetu ya leseni ya biashara imegawanyika kwenye makundi mawili. Kuna leseni za biashara kundi A na kuna leseni za biashara kundi B. Leseni za biashara kundi A, hizi ni leseni za biashara zinazotolewa kwenye biashara ambazo zina sura ya kitaifa na kimataifa, ama biashara zinazosimamiwa na sera. Na leseni za biashara kundi B, hizi ni leseni zinazotolewa kwenye biashara ambazo hazina sura ya kitaifa wala kimataifa, na mara nyingi pia hazisimamiwi na sera yeyote. Kwa nini ni muhimu mfanyabiashara kuwa na leseni kundi A na sio kundi B? Leseni ya biashara kundi A na leseni ya biashara kundi B zote ni muhimu kwa mfanyabiashara kuwa nazo. Labda niongezee kitu hapo kwenye kufafanua. Leseni za biashara kundi A zinatolewa kama nilivyosema kwenye biashara ambazo zina sura ya kitaifa na kimataifa na zinazosimamiwa na sera. Hizi ni biashara ambazo tunasema zinafanyika kwenye maeneo mengi. Yaani aina hiyo ya biashara haifanyiki kwenye eneo moja. Kwa mfano biashara kama ya usafirishaji wa bidhaa kwa njia ya barabara. Maana yake ni kwamba gari litatoka hapa linapeleka mizigo, let's say Kahama, litapita maeneo mengi. Kwa hiyo aina hiyo ya biashara haiwezi kupewa leseni ya kundi B, kwa sababu leseni ya biashara kundi B inatolewa kwenye eneo ambalo halivuki au halitoki nje ile halmashauri husika. Hizi ni biashara ambazo kwa mfano biashara za duka la mangi, una mgahawa wako huko sehemu fulani, maana yake ni hapo hauwezi kumove. Lakini biashara ambazo kwa mfano za kifedha, za mabenki, huduma za bima ya afya, uagizaji wa mizigo nje ya nchi, upelekaji wa mizigo nje ya nchi, aina hizo za biashara, hizo ni biashara ambazo zinapewa leseni ya biashara kundi A. Na ukipewa leseni ya biashara kundi A, maana yake hauwezi kupewa tena leseni ya biashara ya kundi B. Na ni kwa nini ni muhimu kuhuisha leseni ya biashara kundi A kila mwaka, na ina madhara gani pale ambapo mfanyabiashara hatakuwa nayo? Leseni ya biashara kwanza, kwa mujibu wa sheria ya leseni za biashara, inakuwa ni ya mwaka mmoja. Inaishi kwa miezi 12. Kwa mfano ukiipata leo itaisha tarehe 20 ya mwezi wa kwanza mwaka 2027. Na ili upate, kuna vigezo vyake ambavyo unatakiwa uwe navyo. Kama ni mtu binafsi utatakiwa kuwa na namba ya utambulisho wa mlipa kodi, utatakiwa kuwa na uthibitisho wa sehemu unaofanyia biashara, uthibitisho wako wa uraia, utaomba vitu kama hivyo. Ukishapewa leseni utafanya biashara kwa muda wa mwaka mmoja. Mwaka mmoja ukiisha, sheria inakutaka urudi ili uweze kuhuisha leseni yako. Kwa hiyo faida ya kwanza ya kuhuisha leseni za biashara, inakufanya uweze kufanya biashara kwanza kwa mujibu wa sheria. Lakini faida ya pili ambayo mfanyabiashara anaipata anapokuwa na leseni ya biashara, inamfanya kwanza aaminike kwenye taasisi za kifedha. Kwa mfano ukienda kuomba mikopo ya biashara maeneo yoyote yale, watakudai uwe na leseni ya biashara, kwa sababu ni kibali ambacho kinakuruhusu kufanya hiyo biashara husika.
Lakini pia mfanyabiashara ambaye amehuisha leseni yake ya biashara anafaidika pia kuweza kuomba zabuni mbalimbali. Kama unavyojua serikali tunatangaza zabuni mbalimbali tunapokuwa tuna mahitaji aidha ya huduma zingine mbalimbali. Kwa hiyo tunapotoa zabuni, mfanyabiashara asiyekuwa na leseni ya biashara moja kwa moja anakuwa anajitoa kwenye uwezekano wa kuweza kupata ile zabuni. Kwa hiyo ili aweze kupata zabuni analazimika kuwa na leseni ya biashara iliyo hai. Lakini pia akiwa na leseni ya biashara anaaminika pia kwa wateja. Unajua unafanya biashara na wateja mbalimbali, wengi wanataka kujua, je, biashara yako ipo kihalali? Kwa hiyo mteja atakapohuishwa, maana yake anaifanya biashara yake iweze kuaminiwa na watu mbalimbali, hasa wale wateja ambao anaweza kuwahudumia. Lakini pia inamsaidia kuweza kupata huduma maeneo mbalimbali. Hata wewe leo dada Holness, ukifungua kampuni yako hapa, utahitajika kwenda kufungua account ya benki. Lazima uende benki ili uwe na account ambayo itakuwa inapitisha miamala yako ya kifedha kwenye mauzo utakayokuwa unayafanya. Kwa ukifika benki, miongoni matakwa ambalo benki wanalihitaji ili wewe uweze kufungua akaunti yako, watakuomba leseni ya biashara. Kwa hiyo mfanyabiashara ambaye ana leseni ya biashara amehuisha, inamsaidia au inamfanya aweze kupata huduma hizo bila kuwa na zile purukushani zozote. Na gharama zake zipoje hasa kwenye tofauti wa hizi leseni ya kundi B na leseni ya kundi A? Gharama zake zipoje? Gharama ya leseni ya biashara inatozwa kwa mujibu wa sheria ya fedha ya mwaka 2014. Ukienda kwenye mitandao ya kijamii au kwenye tovuti ya Wizara ya Fedha, ukiingia pale ukiandika tu sheria ya fedha ya mwaka 2014, utaweza kuipakua pale, na ukienda pale utakuta kuna jedwali ambalo limeainisha makundi ya aina ya biashara yanayoangukia kwenye kundi A na yale yanayoangukia kwenye kundi B, na kila kundi la biashara limepangiwa na ada yake ya leseni. Kwa mfano, leseni za biashara za kundi A zina ada yake, na leseni za biashara pia kundi B zina ada yake. Kwa jedwali ni hilo moja. Wewe mfanyabiashara ataangalia tu aina ipi ya biashara anayoifanya, ataweza kuona kiwango chake cha ada ambacho analipa pale. Kwa hiyo ni ngumu mimi kuweza kumwelezea mfanyabiashara kwamba biashara hii ina ada hii, biashara hii ina ada hii, lakini akienda pale, tuseme kwa mfano wenye leseni kundi A wanatofautiana ada, japokuwa wote wana leseni kundi A zinazofanana. Wanatofautiana, ndio, kwa sababu biashara ni tofauti. Na kundi B hivyo hivyo. Leseni kundi B. Alafu kuna kitu naomba kuongezea. Sisi BRELA tunatoa leseni ya biashara kundi A. Leseni ya biashara kundi A, hiyo ndio inayotolewa na BRELA, wakala wa usajili wa biashara na leseni. Kundi B, hizi ni leseni ambazo zinatolewa na halmashauri, zinatolewa na TAMISEMI kupitia halmashauri mbalimbali nchini. Kwa ukija BRELA, sisi tunatoa leseni ya biashara kundi A. Kama nilivyosema pale awali, kama unataka kuagiza mizigo yote inayoagizwa kutoka nje ya nchi kuja Tanzania, yote leseni yake ya biashara ni kundi A na inatolewa BRELA. Kwa mfano, hiyo ada yake ni shilingi za Tanzania 400,000. Lakini kama unataka kuuza chochote, kupeleka chochote nje ya nchi, lazima uwe na leseni ya kuuza au kupeleka hicho kitu nje ya nchi. Nayo hizo leseni zake zote za biashara yoyote ile inatolewa kwa wakala wa usajili wa biashara na leseni, na ada yake ni shilingi 300,000. Kumekuwa na malalamiko ya wafanyabiashara kuhusu mchakato wa kupata hizi leseni kundi A kwa kupitia gharama, lakini pia longolongo kuwa nyingi. Mnajibu vipi madai haya? Sisi kama wakala wa usajili wa biashara na leseni, leseni zetu zote za biashara za kundi A zinatolewa kwa njia ya mtandao, kwa njia ya kielektroniki. Tuna mfumo unaitwa dirisha la wazi la usajili wa biashara, linaitwa TNBP, Tanzania National Business Portal. Kupitia hilo dirisha, mfanyabiashara yeyote, hata wewe hapa ulipo mtangazaji, unaweza ukaingia ukatengeneza akaunti yako,
ukaomba leseni, ukapewa ankara ya malipo, ukalipa na ukapata leseni yako pale pale. Na kwa mujibu wa taratibu zetu za kazi, leseni inatakiwa kutolewa ndani ya siku 2 tu, mfanyabiashara anakuwa amepata. Hayo malalamiko ni kweli yapo, kwa sababu tunapata malalamiko hasa kwa hawa wafanyabiashara ambao hawajajua ule utaratibu ambao wanaweza kufanya. Wanatafuta watu wawasaidie kuweza kuwafanyia hayo maombi. Kwa wanapowasaidia, pengine wale wanaowasaidia wengine wanakuwa sio waaminifu, na pengine wanawatoza gharama ambayo ni kubwa kuliko hata ile ambayo serikali kupitia BRELA inatoza kupitia leseni za biashara. Kwa hiyo ndio maana hata leo unaniona niko hapa, nimekuja hapa Mlimani TV. Lengo ni kutoa elimu kwa hao wafanyabiashara ambao ndio wateja wetu, kwamba waepuke kutumia watu ambao si waaminifu. Hata kama uko na mambo mengi au haujui namna ya kufanya hizo taratibu, unapomtafuta mtu kuna mambo ya kuzingatia. Moja, hakikisha huyo anayekusaidia pale anapotengeneza ile akaunti atumie taarifa zako. Mfumo wetu unadai ili uweze kutengeneza akaunti uwe na barua pepe kwa maana ya email address na uwe na namba ya simu na majina. Hakikisha unampa taarifa zako ndio aweze kutengeneza akaunti. Lakini pia hakikisha ile bili, ankara ya malipo inavyotoka akupe wewe ndo uweze kulipia hizo gharama. Wafanyabiashara wengi wamekuwa wanawatumia tu fedha kwamba wewe fanya maombi na utalipia moja kwa moja. Kwa kuna wakati wanatozwa bili ambayo sio sahihi. Kwa hiyo tunashauri pia hakikisha anapewa ankara ya malipo kwa maana ya control number na anaweza kulipia mwenyewe. Kuna wafanyabiashara ambao bado hawajapata hizi leseni za kundi A. Unafikiri shida iko wapi? Ni bado hawajapata elimu sahihi kuhusu umuhimu wa leseni, au bado tatizo lipo kwenye mifumo hiyo ya usajili? Kwanza ni kuondoe hofu, ndugu mtangazaji. Ni ngumu sana kwa sasa kufanya biashara bila kuwa na leseni ya biashara, hasa hizi za kundi A ambazo sisi wakala wa usajili wa biashara na leseni tunazitoa. Kwa sababu huduma yeyote ile, ukienda TRA, mamlaka ya mapato, ukienda kama unafanya biashara ambayo inasimamiwa na mamlaka ya udhibiti, kote huko kwenye kila eneo lazima utadaiwa uwe na leseni ya biashara. Unataka kuuza, unataka kununua, chochote kila mahali utadaiwa hiyo leseni ya biashara. Lakini labda niseme kwamba kwa wale ambao tuna kundi kubwa la vijana ambao wana ndoto au wanatamani kuingia kwenye biashara, lakini hawajui watapata wapi hizo leseni za biashara kundi. Kwa mfano, leseni kama hizi za vyombo vya habari. Leseni zote za vyombo vya habari kwa maana ya redio na televisheni, hizi social media, na zote leseni zake zinapatikana, zinatolewa na BRELA. Kwa hiyo kwa wale ambao wanatamani kuingia kwenye kufanya biashara, sisi BRELA tunawaalika na kuwakaribisha kwamba waje waombe leseni zao, leseni za biashara. Na sisi mifumo yetu ni rafiki sana, na hata sisi pia ukiweza kutufikia tunatoa usaidizi mahali popote ambapo utaweza kutuona. Kwa hiyo, je, kuna haja ya kuendelea kutoa elimu kwa wananchi kuhusiana na huduma za BRELA? Haja ipo kubwa sana kwa kweli. Haja ipo kubwa sana. Kama mnavyojua, ndio maana tunafanya hizi, tunapopata nafasi kama hivi ya kutualika kwenye vipindi, tunafika hapa ili tuendelee kutoa hiyo elimu, kwa sababu kwa sasa tuna vijana wengi sana. Asilimia kubwa ya Watanzania wengi ni vijana, na vijana kama tunavyojua wana ndoto zao mbalimbali, wanatamani kufika mbali, na njia mojawapo ya kuwafikisha waweze kufikia malengo yao ni kufanya biashara. Na kufanya biashara, lango la biashara la mfanya biashara yeyote nchini ni BRELA. BRELA ndio serikali imeipa jukumu la kuweza kusimamia hao wafanyabiashara wote wanaotaka kuingia kwenye ufanyaji wa biashara ndani ya nchi. Kwa hiyo haja bado ipo kubwa, na sisi tunaendelea kuwaomba nyie watu wa vyombo vya habari wa media, muweze kutusemea vizuri na kuelimisha wadau juu ya huduma ambazo zinatolewa na wakala wa usajili wa biashara na leseni kwa maana ya BRELA.
Ni kukumbushe tu mtazamaji wa Mlimani TV kwamba kipindi hewani ni Mlimani Leo Asubuhi, ikiwa ni Jahara sehemu ya kwanza. Mada mezani ikiwa ni umuhimu wa kuhuisha leseni ya biashara kundi A. Nini umuhimu wa kuhusisha leseni ya biashara kundi A? Tupo na mgeni ambaye ni afisa leseni kutoka BRELA, Patrick Sabuni, na nahodha wako kwa siku ya leo ni mimi Holiness Mbise. Na tukiendelea hapo, kuna hoja kwamba adhabu zinazotolewa kutokana na wafanyabiashara kutohuisha leseni ya kundi A kwenye biashara zao ni kubwa sana kiasi kwamba inaweza kudhoofisha hata mitaji yao na wengine kushindwa kuendelea na biashara. Hii unajibu vipi? Ni kweli hata sisi wakala wa usajili wa biashara na leseni hatutamani kuona mfanyabiashara anaingia kwenye adhabu. Na ndio maana leo mimi niko hapa kuweza kutoa elimu na kuwasihi wafanyabiashara waweze kuhuisha leseni zao kwa wakati. Kwa mujibu wa sheria yetu ya leseni za biashara, inampa mfanyabiashara siku 21 baada ya leseni yake kumalizika muda wake. Tutolee mfano kwamba leseni yako imeisha jana. Sheria inakupa siku 21 kwamba ndani ya siku 21 uwe umeshahuisha leseni yako. Baada ya siku 21 kumalizika, ndipo utakuwa umeingia kwenye adhabu. Kwa unaweza kuona hapo, ndugu mtangazaji, kwamba ni namna gani sheria yetu iko rafiki, na hatutamani kumpiga hizo adhabu huyu mfanyabiashara. Tunatamani auishe ndani yake. Na gharama zetu, kwa maana ya sheria imeweka 47% ya ada yako ya leseni ya biashara kuwa ndiyo adhabu kwa mwaka mzima kama utafanya biashara bila kuwa na leseni kwa muda wa mwaka mmoja. Kwa hiyo hizo gharama adhabu zimewekwa ni kubwa. Mimi naona pia of course ni kubwa, zinaweza zikatetelesha mtaji wa mfanyabiashara, lakini madhara anayoweza kuyasababisha kwa kufanya biashara bila kuwa na leseni pengine yanaweza yakawa ni makubwa zaidi. Tukichukulia mfano wanaofanya biashara za chakula, labda unauzia watu biashara yako ambao unamuuzia mtu hauna leseni ya ile biashara. Siku ukikamatwa na mamlaka za udhibiti zinazosimamia ile na zikakukagua zikakukuta hauna leseni, adhabu yake itakuwa ni kubwa sana. Kwa hiyo tunawasihi wafanyabiashara waje wauishe leseni zao za biashara kwa wakati, na sisi BRELA tumekuwa tukiwakumbusha bwana, tunawatumia ujumbe mbalimbali kwamba leseni yako imebakisha siku 30 itakuwa imeisha muda wake. Kwa hiyo tunakuomba jiandae kuhuisha, au mifumo yetu pia inaruhusu kuhuisha mwezi mmoja kabla leseni yako haijamalizika. Kwa hiyo kumbe waga mnatoa taarifa mapema, tuseme alert. Tunatuma taarifa kwa njia inaitwa push message. Tunawatumia message yote kwamba unatakiwa kuhuisha leseni yako imemalizika, na huo muda ni kabla ya kuwa ameingia kwenye adhabu. Kwa hizi siku 21 ambapo anakuwa anasubiri kulipia leseni nyingine, anaruhusiwa kuendelea kufanya biashara hapa katikati au ni mpaka leseni ya pili kamilike? Anaruhusiwa kuendelea na biashara. Na akikamatwa kwa hizi siku za 21, ina maana hatokutana na hii adhabu ya 47%? Hawezi kukutana na hiyo adhabu kwa sababu tayari anakuwa yuko ndani ya ule muda kwa mujibu wa sheria. Atatuambia tu mimi niko naendelea na zoezi la kuhuisha hiyo leseni. Na labda nyie kama BRELA, hii 47% ni kubwa sana kwa wafanya biashara. Hamna mkakati wote pengine wa kupunguza au namna gani ya kuwapunguzia kidogo adhabu? Sisi kama wakala wa usajili wa biashara na leseni, njia mojawapo ambayo tunaitumia kupunguza hiyo adhabu ambayo inatozwa kwa mfanyabiashara anayefanya biashara bila kuwa na leseni, ni kupitia kutoa elimu. Tunavyotoa elimu hivi, tunavyokukumbusha kwa njia ya push message, huwa tunafanya matamasha mbalimbali, tunashiriki kwenye maonyesho mbalimbali. Tukiwa kwenye maonyesho tunapita kuhamasisha watu, njoni muhuishe leseni zenu. Kwa hiyo kupitia hivyo watu wengi sana, na watu wengi wameshaelewa, na sasa hivi zoezi la kuhuisha leseni kwa wakati kidogo linaongezeka
limekuwa ni kubwa. Na asilimia 47, ndugu mtangazaji, labda nifafanue kidogo. Asilimia 47 inayotozwa kama adhabu ya kuchelewa kuhuishwa leseni ni kwa mfanyabiashara ambaye amefanya biashara miezi 12 bila kuja kuhuisha. Kwa mfano leseni yake imeisha jana, alafu amekuja kuhuisha leseni yake 2027 tarehe 20 mwezi wa kwanza. Huyo ndo tunampiga 47. Mwezi mmoja. Lakini anayekuwa amezidi siku 21, ikifika siku ya 22, huyo anapigwa asilimia 25. Na baada ya hapo kila mwezi inaendelea kuongezeka asilimia 2 mpaka 47 kwa mwaka. Na ni makundi gani ya wafanyabiashara ambao wamekuwa wakikiuka kwa wingi umuhimu huu wa kuhuisha leseni ya kundi A? Hatuna makundi ambayo tunaweza tukayataja maalumu ambayo ya wafanyabiashara wa kundi hili ambao ndio wanakiuka sana kwenye hilo eneo. Hapana, wafanyabiashara wengi ambao tunawahudumia kutoka kwenye maeneo mbalimbali ya biashara, ya aina za biashara, wengi wamekuwa pia, baadhi yao wamekuwa hawahuishi leseni za biashara kwa wakati. Pengine wana sababu zao mbalimbali, na wengi tumekuwa tukiwatembelea tunakwenda kwenye ukaguzi na kufanya nao mahojiano kwa nini hawahuishi leseni. Wengi wamekuwa wakitoa sababu mbalimbali, lakini baada ya kuelimisha wamekuwa wanakuja kuhuisha. Teknolojia imekuwa na sasa hivi mambo ni kwa urahisi sasa. Kila kitu kinamalizika kiganjani. Nyie BRELA, kulingana na mabadiliko ya sayansi na teknolojia, imewasaidia vipi kuboresha huduma zenu lakini pia kurahisisha? Kiukweli teknolojia imetusaidia kwa kiwango kikubwa sana. Kwanza kupunguza malalamiko ambayo moja kwa moja yalikuwa yanaelekezwa kwa wakala wa usajili wa biashara na leseni, hasa kwa wafanyabiashara ambao zamani kabla ya mwaka 2018 leseni zetu za biashara tulikuwa tunatoa kwa njia ile ya mkono. Tunasema unafika ofisini, tunaonana na wewe mteja, unaleta maombi, tunapokea, tunakuandikia. Wafanyabiashara wengi watakuwa wanakumbuka kuna leseni za biashara zilikuwa zinatolewa kwa zina rangi ya pinki. Zilikuwa ni maarufu sana. Zile ulikuwa ukifika ofisini unaleta maombi, tunakuandikia. Kiukweli kile kipindi malalamiko yalikuwa ni mengi sana, kwa sababu mteja alikuwa analazimika kusafiri kwenda kwenye eneo la utolewaji wa leseni za biashara. Na kama unavyojua wafanyabiashara wengi wanathamini sana muda. Kwa hiyo walikuwa wanapoteza muda mwingi sana na malalamiko kwa taasisi yalikuwa ni mengi sana. Ndipo serikali ilivyoona kwamba kwa sasa tunatakiwa tuende kwenye mifumo, na sisi BRELA tukatumia fursa hiyo kuweza kuanzisha mfumo wa utoaji wa leseni za biashara ambao ndo nimesema unaitwa Tanzania National Business Portal. Huo mfumo kiukweli kwa sasa hauturuhusu sisi, hatuonani na mteja. Hakuna mteja ambaye anafika BRELA kuweza kuomba leseni yake ya biashara. Kwanza pia hatupokei maombi yale ya mkono kwamba mteja ameleta barua anaomba leseni. Mifumo yetu sasa hivi ni rafiki. Hata mtu ambaye yuko maeneo mbalimbali, uwe Kigoma, uwe Katavi, uwe Mtwara, hayo maeneo yote ni wewe unaingia tu kwenye simu yako hapo kiganjani, ukiingia kwenye Google pale ukiandika tu TNBP, ukiandika tu pale kwenye search engine, ukisearch pale itakuja pale Tanzania National Business Portal. Utaklik, utatengeneza akaunti yako, utajaza taarifa, utazituma BRELA. BRELA sisi tutazihakiki, tutazipitia ziko sahihi, tutakupa ankara ama control number na utalipia na utaweza kupata leseni. Kwa hiyo hii mifumo yetu hii imetupunguzia msongamano kwa kiasi kikubwa sana, na malalamiko, ndugu mtangazaji, sasa hivi yamepungua sana. Hatuwezi kuyamaliza, lakini yamepungua kwa kiwango kikubwa sana. Kwa hiyo tunaishukuru serikali pia kwa kuweza kutuhamasisha na kuweza kutusaidia kama wakala wa usajili wa biashara na leseni kuweza kwenda kwenye hili hatua ya mifumo. Na labda huduma zenu zinapatikana mikoa yote Tanzania au ni baadhi ya mikoa? Ukimaanisha ofisi? Kwa sasa wakala wa usajili wa biashara na leseni BRELA iko na ofisi mbili.
ina ofisi Dar es Salaam na ina ofisi Dodoma. Na kwa nini hatuna ofisi nchi nzima, labda kwenye kila wilaya? Kwa sababu huduma zetu zote ziko kiganjani kwako. Kwa mfanyabiashara uliyepo eneo lolote ndani na nje ya nchi, unaweza kuipata mifumo yetu na ukapata huduma yako. Lakini pia tuna kituo cha kupokea malalamiko au shida za wateja ambacho wanasema call center, huduma kwa wateja. Kwa mteja kama let's say yuko maeneo mkoani huko, ameingia kwenye kuomba leseni yake ya biashara, kuna mahali amekwama, anaomba ufafanuzi, basi ataingia tu kwenye website yetu ya BRELA, pale atakuta kuna namba za simu, atapiga simu na tunapokea simu wakati muda wa kazi na tunaweza kumhudumia. Mteja anataka kutuma barua, tuna email zetu ya ofisi, ataandika barua yake ya usaidizi anaouhitaji, atatuma pale kwenye email na itatufikia na sisi tutafanyia kazi. Na yote hayo yanafanyika ndani ya siku 3 za kazi kwa mujibu wa mkataba wetu wa huduma kwa wateja. Kwa hiyo ni uhakika kabisa kwamba mikoa yote Tanzania inafikiwa na hizo huduma bila changamoto kutokana na maendeleo ya teknolojia. Ni kweli ndugu mtangazaji. Na kwa mtazamo wako, kutokana na uwepo wa BRELA kumerahisisha vipi mazingira ya wafanyabiashara? Uwepo wa wakala wa usajili wa biashara na leseni, hasa baada ya kwenda kwenye mifumo, imewasaidia wafanyabiashara kwa kiwango kikubwa sana. Pengine tunaweza tukatoa changamoto kwenu kama Mlimani TV. Mnaweza siku mkawaalika wafanyabiashara wachache ambao wamefanya biashara pengine kabla ya mifumo na wanaendelea mpaka sasa hivi baada ya mifumo. Hao wanaweza wakakupa picha halisi ya namna gani BRELA baada ya kuingia kwenye mifumo imewasaidia kwenye upatikanaji wa hizo huduma. Lakini pia sisi kama taasisi huwa tunafanya kujitathmini, kujua ni wapi tulipotoka, tulipo na tunapoelekea. Kwa sasa kiukweli BRELA imekuwa kubwa na inazidi kuwa kubwa sana. Kupitia vyombo vya habari imetusaidia sana, watu wameweza kuijua sana BRELA. Kwa sababu hata ukienda mikoani huko, mtu akiona umevaa t-shirt ya BRELA anaelewa angalau BRELA ni nini na inafanya nini, tofauti na huko nyuma tulipotoka. Labda niulize hili swali hapa. Mimi nikitaka kuwa winga, nina haja ya kutafuta leseni pia? Hapana. Haina haja. Wewe sio mteja wetu. Labda mamlaka za serikali ya mitaa wanaweza wakana. Lakini hapo sisi kwa mujibu wa sheria hatukutambui kama winga. Unajua winga ni lugha ya mtaani huko na maneno haya yanayotolewa winga, lakini leseni ambazo sisi tunatoa, mtu tunamuita agent ama wakala. Tunasema leseni ya wakala tunatoa kwa mfanyabiashara ambaye yeye anakuwa kama kiunganishi kati ya mlaji wa mwisho ambaye ni mteja na yule mtu ambaye tunasema mzabuni au mzalishaji. Yeye anakuwa pale katikati. Kwa yeye anakuwa pale anafanya kwa niaba ya huyu na huyu. Huyo sisi tunamuita agent. Kwa mfano wewe mtangazaji kuna mfanyabiashara yuko Zambia au yuko Mwanza, ana mzigo wake wa nguo nyingi, anataka Kariakoo. Wewe hauna hizo nguo, hauzi, lakini unajua kuna mahali wanauza hizo nguo za jumla Kariakoo. Yule mteja wa Mwanza anakutumia wewe ili aweze kupata ule mzigo. Maana yake wewe unakuwa pale katikati. Kwa sisi pale tunakuona kama wewe ni agent ambaye umeaminiwa na yule mfanyabiashara na unaenda kuchukua mzigo kwa yule mtu anayeuza mzigo kwa jumla. Kwa utachukua ule mzigo, utausafirisha, utampelekea yule kule. Na wewe pale haupokei malipo, tunasema haupokei yale malipo ya moja kwa moja. Tunasema unapewa kitu kinaita, wanasema commission.
kwamba kuna kiwango kidogo gawio ambalo we unapewa kutokana na hiyo kazi. Kwa hiyo hapo unalazimika kuwa na leseni ya uwakala. Labda kwa kuhitimisha tu, maana muda pia umetutupa mkono, nini ujumbe wako muhimu ambao ungependa kuwafikishia wafanyabiashara? Wafanyabiashara ambao ni wateja wetu wakala wa usajili wa biashara na leseni, ambao mmeshakata leseni za biashara kundi A na ambao mnategemea kukata leseni za biashara kundi A, sisi kama wakala wa usajili na wa biashara na leseni BRELA tumejiandaa na tupo kwa ajili yenu kwa ajili ya kuwahudumia. Tunawaomba muuishe leseni zenu kwa wakati. Usisubiri mpaka leseni yako iishe ndipo uweze kukimbizana. Tunaomba siku 30 kabla leseni yako kuisha, basi uingie kwenye mfumo wewe mwenyewe hapo uweze kupata zile taratibu za upatikanaji wa leseni, alafu utaleta maombi, tutakupa ankara ya bili, utalipa na utapata leseni yako. Kwa wale ambao mnatamani kukata leseni ya biashara kundi A, ambao biashara zenu mnaona zinaangukia kwenye biashara za kundi A, namna ya kupata leseni ya biashara ipo tunatoa leseni za biashara kwenye makundi matatu. Kwanza ni kwa mtu binafsi ambaye anafanya biashara kwa kutumia jina lake mwenyewe na TIN namba yake mwenyewe. Huyu mfanyabiashara unatakiwa uwe na hiyo namba ya utambulisho wa mlipa kodi, TIN namba. Unatakiwa kuwa na uthibitisho wa mahali unapofanyia biashara, kwa maana uwe na mkataba wa pango au hatimiliki au leseni ya makazi. Lakini pia unatakiwa uwe na uthibitisho wa uraia, kwa maana ya kitambulisho cha NIDA, mpiga kula, hati ya kusafiria, cheti cha kuzaliwa au barua ya serikali ya mtaa. Na kwa wale ambao wanataka kufanya biashara kwa mwamvuli wa kampuni, wanatakiwa kuwasilisha nyaraka zifuatazo. Wanatakiwa kuwasilisha katiba ya kampuni kwa maana ya memorandum, wanatakiwa kuwasilisha cheti cha usajili wa kampuni, certificate of incorporation, wanatakiwa kuwasilisha mkataba wa pango ama hati ya eneo wanalofanyia biashara, wanatakiwa kuwasilisha uthibitisho wa uraia wa wanahisa wanaomiliki hiyo kampuni. Kama ni wazawa wamiliki ni Watanzania, basi wanatakiwa kuwasilisha kitambulisho cha NIDA ama kitambulisho cha mpiga kula, hati ya kusafiria pamoja na cheti cha kuzaliwa. Kwa wale ambao si raia wa Tanzania, hao wanatakiwa kuwasilisha, kama si raia wa Tanzania wanafanya biashara lakini wako kwenye nchi zao, wanatakiwa kuwasilisha tunasema hati za kusafiria kwa maana ya passport za nchi zao. Lakini pia wanatakiwa kuteua mtu mmoja, kumpa nguvu ya kisheria power of attorney na kitambulisho chake cha kuonesha kwamba huyu ndio atakayekuwa anasimamia hiyo biashara ndani ya Tanzania. Na kwa wale ambao ni wageni, si raia wa Tanzania, wanafanya biashara wakiwa ndani ya nchi, hao wanatakiwa kuwasilisha tunasema hati ya makazi, hati ya ukazi na ufanyaji wa kazi ndani ya nchi kwa maana ya resident permit pamoja na work permit. Nikushukuru sana. Karibu sana. Asante sana. Bila shaka wafanyabiashara wengi sana tutamiminika hapo BRELA kwa ajili ya kuongeza ufanisi huu katika biashara zetu. Ni kweli. Nakushukuru sana. Asante sana. Muda wote huo ulikuwa na Holiness Mbise, lakini pia Patrick Sabuni kutoka BRELA ambaye ni afisa leseni kutoka BRELA. Mada mezani ilikuwa ni umuhimu wa kuhuisha leseni ya biashara kundi A. Amefafanua kwa kina, ameeleza umuhimu wa kutumia leseni za biashara. Huisha leseni yako sasa, epuka adhabu hizi kutokana na makosa madogo madogo ambayo yanatuingizia hasara kubwa katika biashara zetu. Asante mtazamaji wa Mlimani TV, nikutakia wakati mwema na utazamaji wa vipindi maridhawa kutoka Mlimani TV.